Kila mmoja hapa ni kiongozi, watendaji wa kata, wakuu wa shule, walimu wakuu, kuna watu ambao mnawasimamia. Wasimamieni kikamilifu, wafanye kazi. Kitu ambacho kimetukutanisha hapa ni kazi, wala sio jambo lingine lolote. Kazi. Hatutamani kwamba kuna watu wengine wanafanya kazi, wengine wanakula upepo, wanazurula. Kule kwenye kata, watumishi ambao wako katika maendeleo, walimu ambao wako katika shule zetu na vituo vyetu vya kazi, watu wafanye kazi, wasizurule. Wewe ni kiongozi, umepewa kusimamia hiyo taasisi pale kwa niaba ya mkurugenzi, kwa maana ya kwa niaba ya serikali. Simamia watu walio chini yako. Simamia vizuri watu walio chini yako. Na mkurugenzi, endelea kushuka kule chini, ujue vizuri watu wanafanya kazi ama wengine wanatoa upepo wa moshi mwingine hapa. Na nyinyi mmenieleza hapa vizuri kabisa, Mheshimiwa Rais akimdai, na ndio kweli ametoa ajira mpya, tunalipwa mishahara, malimbikizo lipwa, watumishi wapya ambao wanaajiriwa pata stahiki zao, wanaokwenda likizo lipwa. Sasa namna ya kumlipa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wema wote waliotutendea ni kufanya kazi kwa bidii. Na Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe amesema anatamani 2030 atakapomaliza awamu yake ya uongozi aache tabasamu kwa Watanzania kwenye nyuso zao. Sasa tabasamu hilo sisi ndio ambao tunakwenda kuwapatia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwahudumia na wafanya kazi kwa bidii. Ndio tafsiri yake. Nimeelezwa ya kwamba mlikuwa mkifanya tathmini ya utendaji wa kazi. Kwa ni matumaini yangu, pamoja na mambo mengine, mmezungumza kuhusu agenda ya kwanza kabisa ambayo pia ni ya muhimu, na mimi naomba kuitolea msisitizo, ya ukusanyaji wa mapato ya serikali. Halmashauri yetu iliwekea malengo katika mwaka huu wa fedha kukusanya bilioni 11, na lazima kwamba kazi hii tunaifanya vizuri. Kimsingi hadi kufikia mwisho wa mwezi huu wa Aprili tutakiwa tuwe 83.3. Lakini hadi sasa kwa taarifa ambayo nimetoa pale ofisini na mkurugenzi, hadi kufikia tarehe 17 ndio tulikuwa tuko 78. Kwa ni imani yangu kwa kazi nzuri ambayo tunaendelea nayo, kufikia mwisho wa mwezi huu wa Aprili tutakuwa tumefika 83 au zaidi ya hiyo. Kwa hiyo mwelekeo ni mzuri wa ukusanyaji wa mapato. Tarehe 14 nilikuwa nikikao hapa na watendaji wa kata peke yake, nilikuwa na jambo nao mahususi, lakini pia nikawaelekeza tunapokwenda sasa katika mwaka mpya wa fedha tuendelee kubuni vyanzo vipya vya mapato ili kuongeza uwezo wa ukusanyaji wa mapato. Nafahamu tulishafanya vikao vya budget, lakini wakati tukiendelea, tunapokwenda kuanza utekelezaji wa budget hiyo ambayo tunashukuru bunge tayari limeshapitisha, twende tukaendelee kubuni vyanzo vipya vya mapato ili kuongeza nguvu ya ukusanyaji, kwa sababu pesa ambazo tunazipata ndizo ambazo pia zinakwenda kwa wananchi kwenye miradi ya maendeleo.